Uvira odi, Uvira odi, Musa Ngoma olana Uvira olane. Naam, ndugu mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa kituo cha habari Reality Mambo TV. Hujambo maeneo popote pale ulipo, ajalishi huko katika wilaya ya Afrika, Umarekani, Asia, Oceania, hata huko Ulaya. Lakini ninakukaribisha katika kipindi hiki ikiwa ni siku nyingine kabisa, ikiwa asubuhi ya leo tariki 22 mwezi wa Disemba mwaka 2025. Na hivyo ni kupashe habari za siku mbili, yani ikiwa jana tariki 21 na hivyo na hata leo tariki 22. Ikiwa ujue kwamba ni siku ya Jumatatu ambao ninakujia na habari, basi ungana nami mwanzo hadi mwisho katika vipindi vyote ambavyo nitakuja na kuletea, na hata pia kwa kipindi ambacho niko nacho uwe nami mwanzo hadi mwisho. Lakini nakuomba pia uweze kubonyeza alama ya subscribe, hata alama ya kengele, ili unapata habari zetu mapema. Ni kutoka kwenye uwanja wa vita ni kwambako naweza kujibonyeza na kujibwaga, ili ya kwamba wewe upate kupata habari katika hali tofauti ambazo zinaendelea katika uwanja wa vita. Wewe uwe wangu katika hatua zote ambazo nakuja kukuletea, na wewe kunifuata kwa umakini kabisa, ili ya kwamba upate kufaidia kutokana na habari katika uwanja wa vita. Tunapatikana mashariki mwake DRC, huko Kivu ya Kusini, ni kwamba kituo hiki cha habari kinakoweza kupatikana. Basi na mara moja nianzie huko ikiwa tarafani Fizi, Kivu ya Kusini, mashariki mwake DRC, ambako mapambano yaliendelea kujiri kwanza hapo jana ikiwa na saa 5 za mchana, ambako mapambano yaliendelea kujiri maeneo ya huko tarafani Fizi kwenye mlima wa kijiji cha Mnene ambako kunaitwa Mitambwe, na hata nikumbushi ya kwamba na pia yaliendelea kujiri hata maeneo ya Kasekezi na kufikia maeneo hata ya Mpemba. Na hivyo mapambano hayo yaliendelea kujiri kati ya wazalendo na FARDC kupambana dhidi ya waasi wa FCM 23. Maeneo hayo ya mchana mapambano yanaendelea kujiri na hata waasi wa FCM 23 kuweza kurudi katika maeneo ya Makobola. Pale kaza kulikuwa vita makabambi sana. Kulikuwa vita kabambi. M23 ilikuya ikaingia, ndio baliteka ambushi kabisa mule mkilima. Jibu kuna hii maarme ya silencieux. Vraiment M23 ilifika mule, ilipigwa kwanza na bale baibu. Ilipigwa sana 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 sana. Tukamata 12 gari ya majipe, 6 gari kaenda Baraka, na ingine 6 gari yabo ikabakia pale kuseksio bale baibu, na ingine bakapatia general ya Rotuma. Vraiment pale biko na tuko na papiga kimaki kinyama. Ni kinyama ndio biko napigwa kabisa. Biko napigwa sana tena sana. Tuko na ganye kabisa, tuko na ganye. Na tunajua kama Mungu akisaidia tunaweza ingia Uvira. Jule madrone yabo tena itumiki. Madrone yabo kulikia wale wa Amerika tuko nabo hapa biko mboko. Ndio biko napandisha ile madrone na ile antidrone yabo kula ioni tena kitu na ipande tena. Vraiment tuko na ushindi ya kabambi sana. Najua kwa neema ya Mungu tunaweza ingia Uvira. Ndio. Kule kumilima nako kule kumilima kabisa force tulipapiga mubaya sana. Maana wanakosa na njia. Vile information tulipatake na kwa hata na 6 jours. Kaba alikuwa napanda milima pour que bakutana baba ngomino benzabo kule. Force nyingine ikapanda kubatafuta kule na drone bapiga 3 bombe ngambo ya kule. Vraiment kule kote banakosa njia kwa wanaweza pita. Kule kasabasha bapiga mubaya sana nako kule bebiko kule anabapiga mbaya. Juko regime ngine afari deseko kule kule bangine ba zalendo ya Ngoma Nzito. Kule Ngoma Nzito wa plateau. Na iko kule nyingine fari dese lipanda kule baibu. Bali bapiga mbaya na bakapiga de bombe ya drone kabisa pale. Kwa kwa napanda kule yule. Juba kwa napenda persa banabambia se barudie nyuma. Baache Uvira. Balikuwa napenda baba batapanda kumilima. Baende sema kama banya Murenge ni bakongomani. Hawa yako banya Rwanda banakudia biko kwao. Ndio ilikuwa motifu. Bali bapiga kule kabisa kule mo general. Bapiga sana kule. Habana hata nafasi kabisa. Maana hivi kama binaendelea hivi bakuwa baingi tena mu trahison ya kujisha mwingine itakuwa mzuri. Kwa hii hali tunaanza enda vraiment
adui atapigwa kabisa mpaka kumwisho, na itapita ni semaine des semaines usikie Uvira tunekamata. Basi ndugu mpenzi msikilizaji wa kituo hiki cha habari, hiyo ilikuwa kama vile ufupi wa mambo ambayo yaliendelea kujiri hapo jana katika mapambano. Licha ya jambo hilo la kuonekana waasi wa AFC M23 kuweza kurudi nyuma na kufika maeneo ya Makobola, ndiko ambako waliweza kushika na kufunga mkanda wao, lakini nikumbushi ya kwamba ilipofika leo Jumatatu asubuhi na saa 12 ikiwa ni tariki 22 mwezi wa Disemba mwaka 2025, mapambano yaliendelea kuamkia maeneo hayo ikiwa leo asubuhi, na hivyo kuweza kusikika milio ya risasi maeneo ya Bangwe hapo Makobola, na hali kuwa mbaya katika muda huu. Lakini nikumbushi ya kwamba wasiwasi tu unaendelea na bila hata kujulikana ngambo ya wapi ambayo imeshapata ushindi, lakini tu kusikika mapambano yanaendelea kujiri katika maeneo hayo ya Makobola, ikiwa kati ya waasi wa FCM 23 dhidi ya kundi la FARDC ambalo linasindikizwa na wazalendo, hivyo ikiendelea tu kuonyesha upinzani mkubwa wa waasi wa FCM 23 kuweza kuondoka maeneo ambayo waliambiwa wapate kuondoka, lakini na kulipinga vikali jambo hilo ambalo linaonekana mkataba uliofanyika huko Washington DC, na hivyo kuonekana kwamba wameupatia kisogo huo mkataba. Lakini kuweza kuonekana pia uwepo wa waasi wa FCM 23 katika mji wa Uvira, na hivyo kuweza kuwafosi wananchi au wakaaji wa eneo hiyo kuweza kufanya maandamano kuweza kupinga ya kwamba waasi wa FCM 23 wasiweze kuondoka maeneo ya Uvira. Jambo hilo linaleta taharuki kubwa kati ya wananchi ambao wanakaa katika maeneo hayo. Kumbusha kwamba Bwana Jemedari Makanaki Kasimbira John Please RFI aliweza kulivalia jambo hilo njugwa na kusema ya kwamba yeyote yule ambaye atakayetoka nje atakuwa anafanya jambo mbaya sana, lakini aliendelea kuthibitisha na kukazia jambo la kuto kuingia katika maandamano hayo, lakini na kulipinga vikali kabisa. Aliendelea kuzungumza yeye Makanaki Jemedari wa wazalendo Kasimbira John akizungumza hapa. Jambo wa Kongomani yote, na wasalimu katika jina la Yesu Kristo mwa Nazareti. Ni mimi kiongozi Makanaki Kasimbira John Please RFI, ndio napana hii message, wa kusikia asikie hii message na ituma tena bila kuzarau, na muifuate kwa makini. Napenda kutangazia wakongomani yote, napenda kutangazia zone ya Uvira nzima. Ule mkongomani yoyote anajitambua kuwa mkongomani wa Sud Kivu katika muji ya Uvira, Fizi, Mwenga, Kongo nzima, ule mwene atapima kuingia katika barabara kufanya maandamano yake ya kishenzi, atapima kuingia kufanya maandamano ya kishenzi, masikio ya mbuzi inasikiliaka mchungu, masikio ya mbuzi inasikiliaka mchungu. Ule alizaliwa na baba na mama, atie matako yake chini, atie migulu yake chini. Na ule mwene kuabudu Wanyarwanda anasema Wanyarwanda ni wajomba yake, waingie mubarabara, watasikilia mule ndani. Tunasi sana M23, atutaki makelele, mulingia kwa amani, murudi kwa amani. Atutaki makelele, muache kusumbua watu Mukongo wala umuji ya Uvira. Ule mwenetu atasubutu kuingia mubarabara, asiyefunzwa na wazazi atafunzwa na dunia. Wa vijana wanaume, wa vijana wanawake, wa mama, wa baba, na wasi sana
na wale wote wenye kuendelea na kushota watu pale kama vile wainformateur, yaani bote tuko nao kwenye liste. Mungu alipenda kuonjesha M23 muji ya Uvira kwa maana walilia sana, na yua waishafika, wanapie wanafanya vimanafanya. Sasa tunawasi sana waondoke bila tatizo yote, kwa nguvu, kwa upole, waondoke kuharaka, tena bila kuzarau. Ni mimi Makanaki Kasimbiga John, please RS, ndiye napana message. Ile pusi wala ile nyama wala ule yoyote atapima kuingia mubarabara, atasikilia ndani, atapatia ndani na ataonea ndani. Asante. Mungu atubariki, tulale na imani ya Yesu, na Mungu alinde wakongomani wote na alete sekirite na usalama katika eneo yote ya Fizi, Mwenga, Uvira, Kongo nzima. Asante, tulale na imani ya Yesu Kristu. Ule mwenye kuzarau atajisikilia peke yake. Asante. Basi ndugu mpenzi msikilizaji, wakati uliposikia tu mwisho wa ujumbe huo wa Jemedari Makanaki Kasimbira John please RFI akizungumza, yani ujue kwamba ni mwisho wa taarifa ya habari ambayo nilikuletea, ikiwa tu ni leo Jumatatu mwezi wa Disemba mwaka 2025, ni tariki 22, ambayo ulikuwa nami mwanzo hadi mwisho, nikitoa shukrani kwa kuambatana nami mwanzo hadi tamati, lakini tu kujiunga nami hata katika vipindi vingine mwanzo hadi mwisho. Ikiwa wewe ungali wa mpya, usisahau kubonyeza alama ya kujiunga na kubonyeza alama kengele ili unapata habari zetu mapema. Basi gawia watu wengine ili wapate habari zetu mapema. Hapo chini unapoclick tu subscribe au sabone ukiwa YouTube yako na Kifaransa, utakuwa unapata habari zetu na kufaidia mengi. Basi ungana nami tena katika kipindi kingine, ikiwa mapenzi ya Bwana tutakutana. Asante.